Karibu Tuzo Online. Africans kupata nafasi ya kufikisha yale ambayo ni msingi kabisa na uhusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo platform ambayo Mheshimiwa Waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia Mheshimiwa Waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wakapata nafasi ya kuuliza maswali, tutakujua na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na Mheshimiwa Waziri alikuwa na mwanzo mzuri wa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tunaweza kufikisha yote ambayo tunastahili kufikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na wapenzi na mashabiki walioko nchi nzima. Ujumbe huo umefika, Mheshimiwa Waziri na timu yake wamepokea, tunawaachia wafanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa hiyo nichukue fursa hii kufikisha message hii kwenu kwa wanahabari ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapopatikana tutaweza kurudi kwao na kuwajulisha. Nashukuru sana President, ujumbe huu ni ujumbe gani? Ndio. Asante. Anaongea kauli moja, ndio kiongozi wetu tunamsikiliza. Sawa, tumemtuma akatutetea wana Yanga, akatusemewa na Yanga, ameifanya kazi tunamtuma na tunaamini msimamo wetu ni ule ule. Hatuchezi bodi ya ligi ijiuzuru, TFF
wajiuzuru. Hatuna msimamo mwingine wana Yanga. Soma hapa. Soma. Nimemsikia. Injinia wetu ametuambia. Mnaniamini? Tunamwambia tunakuamini. Msimamo wetu ni ule ule. Naomba wana Yanga tuamini. Tumekwambia tumemjibu, tunamwamini na tutaendelea kumwamini siku zote. Injinia, Yanga ina falsafa zake. Yanga ina kanuni zake na taratibu. Injinia tumemtuma, yule ni mfanyakazi wetu. Sisi ndio mabosi. Yanga sisi ndio mabosi. Injinia ni mfanyakazi wetu. Sisi ndio mabosi. Kwa hiyo yupo kwa ajili ya kufuata matakwa yetu. Wananchi wa Yanga hatukubali kuwa wanyonge. Wananchi wa Yanga hatukubali kupelekwa. Wananchi wa Yanga tumepoteza imani na TFF na bodi ya ligi. Hamwezi kutubadilisha. Hawezi wakawepo hapo kwa sababu uongozi uliopo unawabeba hao. Maamuzi yote yanayoamuliwa yanawafeva hao. Kwa hiyo hawawezi wakawepo hapo kwa sababu wanajua hawawakilishi tu na Simba, wanawakilishwa na bodi ya ligi na TFF. Kwa sisi ambao tunawakilishwa na uongozi wetu tu, tumekuja kuwatia nguvu viongozi wetu, tumekuja kuwasapoti, tunahakikisha tupo nyuma yao na kile ambacho tumewaagiza wanakifanya kwa usalama. Kwa maana yake waziri kama yupo alikuwa ni waziri anafahamu sheria, kwa sababu ni waziri wa michezo, maana yake wanatuogopa na wako tayari kucheza na Yanga. Hiyo sisi tunawaambia kama bodi ya ligi TFF watajiuzuru, sawa, watatuachia mpira wetu. Huyu Simba nakwambiaje, mtampa dozi ambayo hajawahi kuitegemea. Lakini kama viongozi watabaki, bodi ya ligi itakuwa hii, hatupo tayari. Bora tukacheze championship, tukaongoze championship, tuje kucheza ligi kuu, bora tucheze kimataifa. Hawasikizi mtu mwingine yeyote. Kama atamsikiza waziri, maana yake tafsiri yake, maana yake waziri atafute timu yake anzishe yeye. Wanapaswa tusikize sisi ambao tumewachagua. Kwa maana hiyo kura zetu sisi zithibitishe ubora wa kura zetu sisi kuweka madarakani. Hakuwekwa na waziri. Si unanielewa? Amewekwa na hao maskini wachache. Walalahoi hao mambao wamechangisha shilingi 29. Wamepata kulipia kadi yao ya wanachama. Wakasema, "Kiongozi wewe unafaa kusimamia klabu hii." Unanielewa? Waziri akupiga kura. Kwa maana yake wanatupasa kutuliza sisi, ndio maana baada pale tuambia watakuja kwetu sisi, na wamekuja hajaja. Hawajazungumza, amezungumza. Kwa sisi ni mabosi wao. Kwa maana hiyo mwalimu, kwa maana hiyo hamna shida kabisa na TFF wala wale Skaria. No. Vitu vile tunachanganya. Kwa mfano TFF kazi yake ni nini? Kubwa ni nini? Kusimamia mpira wa nchi. TFF kazi yake ni kusimamia, ni mratibu wa mpira wa nchi. Ngazi zote. Si ndio? TFF ndio wameanzisha bodi ya ligi. Uongo kweli? Zamani kuitwa kamati ya ligi. Wakasema tuanzishe bodi ya ligi. Kila hao watu wajisimamie wenyewe. Si ndio? Tujiulize. Katika bodi ya ligi. TFF hakuna watu? Kuna? Kwa maana yake kuna hili jambo, maana yake TFF nao wanaingia waingie kama kuna watu. Wanaingia, si ndio? Sasa wao ukisema hauna shida ya TFF, ambao ni TFF ni sehemu ya bodi committee ya bodi ya ligi. Unaona hiyo sura? TFF wangekuwa wamejiondoa kwenye jambo hili, wangeunda bodi huru ya ligi. Lakini GS, General Secretary wa bodi ya ligi, ni kidau ambao ni katibu mkuu wa TFF. Makamu wa pili wa rais wa TFF ndio mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye ndio Mzee Mguto. Kwa TFF hawezi kutenganisha katika hili jambo. Unanielewa? Hawezi kutenganisha. Ndio maana tukisema wajiuzuru bodi ya ligi, tafsiri yake anajiuzuru mwenyekiti na wajumbe wake. Kama wamekosa katika ngazi ya bodi ya ligi, hata kuna TFF au pasu kuwepo. Ndio kwa mujibu wa katiba na taratibu. Unanielewa? Sasa tuzungumze. Na tutazungumza kiukweli. Jambo hili maana yake limekuja kufukunywa mambo mengine ambayo hayapo. Tujiulize. Kamati zetu ina sura ya kitaifa? Kamati zetu ina sura ya kizalendo? Unanielewa? Tujiulize. Mwenyekiti wa kamati ya mashindano ni nani? Waandishi mnaripoti ya mjui maskini ya mashindano yapi? Mwenyekiti wa mashindano ya ligi kuu ni nani? Msafiri Mgoi. Mwenyekiti wa Kigoma. Uongo kweli? Katibu mkuu wa TFF anatokea wapi? Sawa, Kigoma. CEO wa bodi ya ligi anatokea wapi? Kigoma. Unanielewa? Mwenyekiti wa kamati ya waamuzi anatokea wapi? Amdun Naso anatokea wapi?
Unataka kusemaje mwalimu? No. Nimezungumza hii kwa sababu nimesema hili jambo yakaponye majeraha yote ambayo yapo. Kwamba imefukua. Narudia tena, yamefukua mengi ambayo hata nyie mkoa myajui. Kwamba kuna ukabila. Haya unazungumza wewe. Wenye bii mbili watanielewa.